Tunaomba kufahamu umepokeaje kushuka daraja kwa timu ya Kagera Sugar kwa kiongozi mkuu wa chama cha soka? Kwa kweli nimeipokea kwa masikitiko makubwa. Haikuwa matarajio yangu kama timu hii ingeweza kushuka. Pamoja na kwamba dalili zilitokea tangu mwanzo. Kama unavyofahamu, timu hii msimu uliopita ilicheza ikiwa inasuasua. Ikapelekea mpaka kumuondoa mwalimu aliyekuwepo, tukamleta mwalimu Fred Felix Minziro ambaye ndiye alimaliza msimu na timu hiyo. Sasa matarajio yetu sisi kama chama cha mpira wa miguu mkoa wa Kagera, tulijua tutaendelea na mwalimu huyo Minziro, lakini ghafla wamiliki wa timu wakawa wamemuondoa Minziro, wakamleta kocha mmoja ambaye ni Moranzi. Huyo Moranzi alikuja hapa, alikaa Bukoba kwa muda wa siku 2, hakuridhika na hali ya mazingira, akawa ameondoka. Badala yake wakamleta mwalimu Paul Nkata Mganda ambaye alisimamia hiyo timu kwa michezo 7 ambaye kuzaa matunda. Baada ya kumuondoa mwalimu Paul Nkata, wakamleta mwalimu Melis Medo, timu ikaendelea pia kusuasua. Hapa dakika ya mwisho ndio wamekuja kumleta Juma Kaseja wakati hali imeisha kuwa mbaya. Kama unavyofahamu, sisi chama cha mpira wa miguu mkoa wa Kagera hatumiliki timu. Sisi ni watu ambao tunatoa ushauri endapo watu wakitaka kutushirikisha. Lakini kwa bahati nzuri sana tumeshirikiana sana na uongozi wa Kagera Sugar kujaribu kuangalia ni jinsi gani tunaweza kuinusuru hii timu. Lakini kwa bahati mbaya mpaka timu imeweza kushuka daraja. Kuna namna ambavyo kama chama ambao ni washauri wakuu na walezi wa hii timu, kuna namna ambavyo mlikuwa mkiingilia kati kuhusiana na hili swala la kubadilisha makocha? Tulikuwa tuingilii kati. Mara ambapo sisi tuliingia ni dakika ya mwisho kumuondoa huyo mwalimu Melis Medo kuja Juma Kaseja. Baada ya kumleta mwalimu Melis Medo, kwa records ambazo amekuwa nazo katika timu ambazo ameshiriki zilikuwa sio nzuri, ndio tuliongea na uongozi wa Kagera Sugar kwamba wafanye mabadiliko ya mwalimu. Tukatumia nguvu kubwa, ndio akambadilisha, tukampata Juma Kaseja. Baada ya Juma Kaseja, nafikiri unakumbuka, uliona tulishinda mechi karibu 4 mfululizo. Lakini baadaye hapa mechi za mwisho ndio imekuwa bahati mbaya. Kwa hiyo tangu mwaka 2019 2020 tulimrudisha mwalimu Meki, ilimaliza kwenye nafasi ya 5 au ya 6 kwenye ligi. Tatizo kubwa ambalo lilikuwepo kabisa liko katika uongozi wa timu ya Kagera Sugar. Sisi kama chama cha mpira wa miguu hatuwezi kuingilia kwa mabavu. Uongozi ule wa timu ukitushirikisha, sisi tunatoa support yetu. Lakini safari hii wakati hii inakuja kushuka daraja, mpaka inafikia kushuka daraja, tumekuwa na ushirikiano mkubwa sana na uongozi wa Kagera Sugar. Sio kwa sababu waliona kwamba hali imeisha kuwa mbaya. Unajua tatizo ambalo lilitokeza baada ya timu ya Kagera, timu ya Mtibwa kushuka, uongozi ule wa viongozi wa Mtibwa ndio walikuwa wameshikilia hii timu kwa kipindi kirefu, mpaka hapa mwishoni wakati tunakuja kucheza mechi na Pamba ndio walirudisha hii timu kwa viongozi wa Kagera Sugar. Ikawa tayari wameshachelewa na hali imeisha kuwa mbaya. Kwa hiyo ukiulizwa sababu kuu kwako Ndiyo, ya kwamba hiki ndio chanzo cha kushuka kwa Kagera Sugar, unaweza kusema nini? Chanzo cha kushuka kwa Kagera Sugar ni kwamba tangu timu hii ilipochukuliwa na wale viongozi wa Super Dog wa Mtibwa, ndio tatizo lilikuanza, kwa sababu wale ndio walimfukuza mwalimu Fred Felix Minziro. Hiyo ni moja. Lakini namba 2, wale ndio walifukuza wachezaji. Ukiangalia timu ya Kagera Sugar iliyocheza msimu uliopita, wachezaji 12 wa first 11 waliondoka. Sasa hata hii timu ni kwamba wanajenga timu ambayo ni mpya. Kwa mfano nitakutajia majina. Aliondoka golikipa Ngereka, akaondoka Muhiru, akaondoka Gariwangu, akaondoka Siseme, akaondoka Ufudu, akaondoka Kagawa, ameondoka Chirwa, ameondoka Bukenya. Wote hao ni wachezaji ambao walikuwa wanacheza kikosi cha kwanza. Sio rahisi kwenye timu ya mpira wa mguu ambayo iko serious, huwezi kuondoa wachezaji wote hao ukaanza na wachezaji wapya. Unaweza kuondoa wachezaji 4 mpaka 5. Kwa hiyo hilo ndio tatizo kubwa la kushuka timu. Uongozi ulishindwa kuretain wachezaji ambao walikuwa nao kwa msimu uliopita, ambao ni wachezaji wa kikosi cha kwanza. Ndio tatizo lilikuanzia. Kama chama cha soka kwa sasa, nini mnakiwaza katika kuwa na timu tena ligi kuu? Chama cha mpira mkoa wa Kagera
akimiliki timu. Sisi kazi yetu ni kusimamia na kuratibu maendeleo ya timu za mpira ambazo zinaanzishwa na watu. Kwa mfano, sisi chama chetu hakina uwezo wa kuwa na timu ya mpira. Timu ya mpira ni pesa na ni gharama kubwa sana kuendesha timu ya mpira wa miguu. Sisi timu yoyote au taasisi yoyote au mtu yoyote ambaye yuko tayari kuanzisha timu, tutampa mshirikiano wa kutosha kuhakikisha timu inafanya vizuri. Lakini sambamba na hilo, sasa hivi tutakuwa na kikao cha kamati ya utendaji ya chama cha mpira wa miguu mkoa wa Kagera mwishoni mwa wiki hii kufanya tathmini ya yote haya unayoniuliza, tuone ni kitu gani ambacho kilisababisha timu yetu kushuka daraja. Baada ya hapo tutauandikia uongozi wa Kagera Sugar tuweze kukaa nao meza moja kufanya maandalizi ya kuhakikisha timu hii inarejea kwenye ligi kuu. Naamini kabisa hilo jambo linawezekana, kwa sababu ukiangalia hata timu ya Mtibwa ambayo inamilikiwa na hao Superdoo ilishuka msimu wa juzi, lakini msimu huu imeweza kupanda. Ukiangalia hata Mbeya City imeweza kupanda. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba timu ya mpira wa miguu ili iweze kufanya vizuri, lazima swala zima la usajili lipewe kipaumbele. Tunajua mmiliki uwanja wa Kaitaba, lakini unafikiri kama chama cha soka mnatamani msimu ujao basi timu moja wapo ingeomba uwanja wa Kaitaba kwa nyumbani, ili pengine ile hali iliyokuwa ikiletwa na baadhi ya timu za ligi kuu iendelee kuwepo? Ni kweli sisi tuko tayari. Timu yoyote ambayo itapenda kutumia uwanja wa Kaitaba, tutawasiliana na wamiliki wa uwanja wa Kaitaba ambao ni manispaa ya Bukoba, wawape kibali waweze kucheza hapa. Lakini sambamba na hilo, timu yetu ya Kagera Sugar itakuwa inacheza pale katika championship.